Naitwa John Ndianya. Shtuko, mimi nilikuwa nimekaa jirani na hii mashine. Nakuta gari na hama tu njia inakuja pembeni sehemu ambayo imetokea tukio kwenye mashine. Lakini kitaratibu hii barabara ina msongamano wa Costa. Wa Costa wakishamaliza pale mnaita Kalinga, wanaanza kufukuzana kwa abiria tarafani. Kwa maoni zaidi tulikuwa tunapendekeza serikali labda kuanzia Kalinga itenge sehemu kama 3 kwa ajili ya matuta. Kwa sababu si ajali ya kwanza hii. Ajali 2-3 zimetokea, hii mitaro hii ndio imekwamisha kutokuumia watu kwa sababu gari nyingi zinaishia kwenye mitaro. Hususan hapa pa kina mama hawa. Juzi Kenta iliacha njia ikaishia kwenye mtaro hapa. Kwa hiyo ilikuwa inakuja kwa mama kwa fesi karudi kaishia kwenye mtaro kulingana na kutokupita kwa sababu kulikuwa hakuna usalama wa kuweza kuvuka kwa kutoa kina mama. Ila maoni tena pia kwamba hapa kuna watu wa bodaboda, kuna watu wa Costa na Ice. Wana spidi sana kwenye barabara kwa sababu kuna muda gari zinakuwa hazipo. Kwa hiyo zinapoachiwa kule jamu wanawahi abiria tarafani. Sasa kukiwa na matuta utakuwa na unafuu wa kupunguza spidi kwamba tukifika kwenye matuta tupunguze spidi watu wavuke. Lakini bila hivyo hii barabara haiwezi kapita wiki kwenda kwa miguu hajagongwa na bodaboda. Wenyewe wa bodaboda ni mashahidi, hata ukiwauliza wanakuambia kweli. Juzi tu wamegongana bodaboda kwa bodaboda, mmoja amevunjika mguu hapa. Sio mbali hapa, tuki kwenye eneo hili. Kwa hiyo tunaiomba serikali zingatie yale tunayozungumza. Kwa sababu toka imetengenezwa tuliomba matuta kwamba tuweke matuta eneo la Kabariki, tuweke matuta eneo la kwa Mzalendo, kuna watoto pale wanavuka kwenda shuleni, kuna shule ya awali pale. Lakini hatujasikilizwa mpaka leo. Ndio haya madhara yake yanapotokea, labda watakumbuka kwa wakati huu. Hatuwezi kujua. Lazima tuzungumze, hili tukio limewaumiza watu wengi sana. Sababu haiwezi gari katoka nje ya barabara kwenda kuua watu. Tunakwepa mlima Iwambi na kuja kutukuta nyumbani tena. Kwa hiyo wazingatie hili tunazungumza wananchi kwamba tunaumia. Hii ajali si kwamba ni ya kwanza, sio ya kwanza. Na wenyewe wameshuhudia, ni mashuhuda. Achana na wale waenda kwa miguu, hata ya gari pia hapa imetokea. Walipona wamama na wao ni mashahidi wa mama. Tulipona Kenta ilishia kwenye mifereji. Majina naitwa Malongo Sumu, ni afisa mtendaji kitongoji cha Mbalizi. Kwanza nitangulie kuwapa poleni sana wananchi. Hasa wanaefanya kazi hapa, poleni sana. Na wengine mliokuja, poleni sana. Mimi itoshe tu kuwapa pole. Shughuli yote jeshi la polisi tunaendelea nayo kuhusiana na tatizo lililokuwepo hapa, wasemaji ni jeshi la polisi. Kwa hiyo mimi nawapeni pole, mmeacha shughuli zenu, wananchi mko hapa. Basi tuendelee kushirikiana na tuwape pole sana kwa ndugu yetu aliyeumia. Tulioko hapa na sisi pamoja viongozi ni vema tukaenda kumuona mwenzetu. Poleni sana, asanteni kwa kusikiliza. Nilikuwa nimekaa hapa, sasa mteja akawa ameniita kwamba nikampimie pumba. Natoka kupima pumba na kutoka kukumalia kizi. Unaona? Kumbe ni ajali inatokea. Sasa hapa mwenzetu anakaaga anayeuza mchele Eva. Hii imekuwa mara ya 3. Mara ya kwanza lilinani hapo alipona. Mara ya pili na pikipiki. Hivi saa hizi ndio hiyo, ina maana sasa matuta tunawaambia tuwekeeni matuta barabarani, hawataki. Tuwekeeni hapa matuta, magari yanapitiliza tu. Hawatusikilizi. Ndio hilo linalotusikitisha baba. Mwenzetu yuko hospitali. Ina maana sasa tunawasikiliza wenzetu wakitoka huko ndio watuambie, lakini sasa tunaiomba serikali yetu itusaidie barabarani hapo kwa sababu hajatuwekea matuta. Hawa bodaboda, wa bajaji na magari yenyewe, wa driver watusaidie jinsi itakavyokuwa. Majina naita Marira. Mimi nafikiri hili swala ni kwamba tu madereva. Dereva wanakuwa na wai foleni ya pale juu. Ya pale kwa pale juu pale ili kuwai foleni ya Iwambi. Nafikiri changamoto ndio hiyo, lakini pia nafikiri hata serikali ijaribu kuliangalia na hili pia. Barabara hii iwekwe matuta. Alafu pia hata madereva pia wasiwachie watu daiwaka ambao hawezi kuendesha magari. Mbona rafiki yangu? Ni kwamba na hivi, mimi nafikiri hicho hata madereva pia au hata serikali, wale maaskari wanaokaa kwenye vituo wajaribu kuangalia ile swali, barabara ina watu wengi. Watu wanapita wengi sana, yani kwa wingi mno. Kwa hiyo wanapokuwa wanaendesha magari kwa kasi ni hatari kwa afya za binadamu pia. Kwa hiyo nafikiri hili swala pia hata maaskari pia ambao wanashughulikia hili swala ni vyema hata kama wanatoka pale kwa Kalinga wajaribu kuangalia madereva na magari wanafanya. Kusudi wanapofika pale, hii barabara ina watoto, kuna watu wengi sana. Pia hata madereva pia, na sisi ni binadamu, kuna watu wengi wanapita barabara. Kwa hata ukikimbia sana kwa mnawahi abiria, ni sawa unawahi abiria, lakini pia waangalie na afya zetu pia na sisi. Haya, kama udada tayari watu wengi wamepata pressure hapa,
mwingine sio amegongwa, sio ndo amekufa, sio ndo yuko majeruhi hospitali, ana familia anategemewa. Haya, wewe ulikuwa na wai abiria, yeye ameenda, badeke iko wapi? Kwa hiyo nafikiri okay, waangalie na utu pia, hata kama wanakuwa na haraka, wanawai abiria tarafani. Okay, by the way, watuongee na sisi pia, ni binadamu. Wanaje hii ni barabara, yani watembee mwendo wa taratibu, itasaidia. Watu nalia hapa, tuna majonzi. Umeona? Ni kweli, lakini okay, watu tumilia. Unaona tulikuwa tunalia, machozi yamekauka hapa. Kwa hiyo nafikiri hili swala hata serikali kama wanatusikia, watuelewe, walifanyie kazi. Serikali ni kubwa, ni chombo kikubwa, waweke matuta, afu pia hata maaskari wajaribu kuambia madereva watembee mwendo wa taratibu kidogo. Hii barabara tumeongea sana kuhusu Iwambi, sasa imeanza kufuata Tanugu, na huko tulikopaka tunajua ni salama, ndio majanga yanaanza kuja tena. Kunalia kwaja Iwambi pale, tuko huku na huku tunaanza kulia, tunaogopa kupita barabarani sasa.